wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. YouTube ni Hope Channel Tanzania, Facebook ni Morning Star Radio. Basi tunakukaribisha na ninakualika moja kwa moja katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti, ambapo leo tutakwenda kutazama juhudi za JET. JET ni chama cha waandishi wa habari mazingira hapa Tanzania, katika juhudi za kukuza uhifadhi wa wanyamapori na utalii, alikadhalika matumizi ya nishati jadidifu. Mimi naitwa Nyamiti Kayora, ninayekukaribisha katika kipindi hiki, na leo hapa studio ninaye mkurugenzi wa chama hiki, John Chikomo. Karibu sana katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti, ili uweze kuzungumza na jamii uweze kufahamu JET ni nini, inafanya nini kazi, inafanyaje kazi, na kwa nini ikawa JET, na kwa nini sasa mna juhudi za kukuza uhifadhi wa wanyamapori, utalii pamoja na matumizi ya nishati jadidifu. Karibu sana. Asante sana Nyamiti. Ndio. Labda kwanza kwa watazamaji wetu wafahamu kwamba JET ni nini. Ndio. Kama ambavyo umetanguliza kusema, JET ni chama cha waandishi wa habari za mazingira Tanzania. Ni chama kina muda mrefu. Februari mwaka huu tutatimiza miaka 30. Kwa ni chama ambacho kimekuwepo kwa muda mrefu. Ndio. Kimefanya kazi nyingi katika serikali zote ambazo zimepita. Kwa ufupi, ni chama ambacho kilianzishwa na waandishi wa habari kwa ajili ya kufanya uhamasishaji, lakini kutoa mafunzo kwa wanahabari, lakini kuhamasisha wananchi kwenye masuala mazima ya kuhifadhi na kutunza mazingira kwa faida ya sasa na vizazi vijavyo. Kwa hilo ndo kwa dhumuni kubwa la kuanzishwa chama cha JET. Na chama kilianzishwa mwaka 91 kama nilivyosema. Lakini mwaka 92 ndio kulipofanyika mkutano mkuu wa dunia wa mambo ya mazingira kule Rio de Janeiro. Kwa chama chetu kiliingia wakati vuguvugu la mambo ya mazingira ulimwenguni yakiwa yameanza. Kwa ilikuwa ni nafasi pekee kwa waandishi wa habari wa Tanzania. Wakati ule magazeti hayakuwa mengi, lakini wanachama wengi wa mwanzo walikuwa wametoka magazeti ya Daily News, Uhuru, Mzalendo na magazeti machache ambayo yalikuwepo mwaka ule wa 91. Ndio walikuwa wanachama wa kwanza wa JET. Kwa hiyo waliona ni namna gani wao kama waandishi wa habari wana nafasi kubwa ya kutangaza nchi yetu kwa maana ya mali asili zilizopo. Lakini juhudi ambazo serikali inafanya kwenye masuala mazima ya kuhifadhi na kutunza mazingira nchini. Hiyo ndio dhima, kwamba waandishi wao waliona kabisa tuanzishe chama hiki. Na moja ya vitu ambavyo umevibainisha hasa ambavyo vilipelekea kuanzishwa kwa JET ni kwanza wanahabari wao wenyewe kuweza kufahamu na kuandika habari za mazingira, alikadhalika kuhamasisha jamii juu ya uhifadhi wa mazingira. Kwa nini hasa walijikita katika swala zima la kuhifadhi mazingira, na hawakuanza tu kwamba kwamba tunaingia katika chama cha waandishi wa habari za mazingira, lakini labda tuanze na hiki, wakaamua waanze moja kwa moja na uhifadhi wa mazingira? Kwa nini uhifadhi wa mazingira? Wale tuliona kwamba tuanze na uhifadhi wa mazingira kwa sababu mazingira ni kila kitu. Tunapozungumzia swala la mazingira, anasema ni swala mtambuka. Ni swala mtambuka. Huwezi kugusa mambo ya maji, huwezi kugusa mambo ya umeme, huwezi kugusa mambo ya utalii bila kuwepo uhifadhi mzuri wa mazingira. Lakini pia hata kipato kinachotokana na mazingira kwa wananchi wa kawaida kule vijijini, kusipokuwa na utunzaji wa mazingira, basi hata upatikanaji wa nishati ya umeme, nishati ya kupikia, nishati, yaani kila kitu kinazunguka kwenye masuala ya mazingira. Kwa hiyo tuliona cha kwanza ambacho tuanze nacho ni hicho, kwamba watu wajue faida za kutunza mazingira. Na tulianza na msemo wakati ule, nasema yatunze mazingira ya kutunza. Uyatunze mazingira ya kutunza. Kwa hiyo hata vipindi vya TV
na radio wakati ule tulipoanza nayo vilikuwa vina hiyo slogan kwamba yatunze mazingira ya kutunza. Kwa hiyo tunategemeana, sisi tunategemea mazingira lakini mazingira pia yanatutegemea sisi. Kwa hiyo tuliona cha kwanza kabla hatujaanza kupeleka miguu yetu na mikono yetu sehemu zingine, tuanze na mazingira kwanza. Hawa ndio JET, chama cha waandishi wa habari mazingira Tanzania, na huyu ni mkurugenzi wa chama hiki John Chikomo. Mimi ni Nyamiti Kayura, tupo kwenye kiti tunatazama juhudi za JET kukuza uhifadhi wa wanyamapori, utalii pamoja na matumizi ya nishati jadidifu. Tumekwisha kufahamu JET ni nini, kwa nini ilianzishwa, dhima hasa ilikuwaje mpaka wakaamua kuanzisha chama hiki cha waandishi wa habari mazingira. Wanachama wanapatikanaje katika chama hiki cha JET? Je, ni kila mwandishi anaingia hapa ama kuna utaratibu ambao JET mmeuweka ya kwamba ili uwe mwanachama wa JET kuna masharti, kuna vigezo hiki na hiki ambacho unatakiwa ukifuate? Masharti katika kila chama au katika kila taasisi yapo. Ndio. Mwanzoni wakati tunaanza ilikuwa ili uwe mwanachama wa JET lazima uwe mwandishi wa habari. Hilo lilikuwa ni takwa la kwanza la kuwa mwanachama. Ndio. Kwamba wanachama wote walikuwa waandishi wa habari. Lakini jinsi chama ambavyo kiliendelea kukua, jinsi ambavyo tuliendelea kuwa na wadau mbalimbali, wakereketwa wa mambo ya mazingira, tulipanua wigo. Na mwaka 2013 tulifanya mabadiliko madogo ya katiba yetu ya chama. Kwa pale tulianza kuingiza vipengele vingine viwili vya upatikanaji wanachama. Cha kwanza ilikuwa ni wanachama ambao si waandishi wa habari lakini ni watu binafsi, individual members. Anaweza akawa mwanasheria wa mazingira, anaweza akawa tu ni mdau wa mazingira, lakini kwa sababu anakereketwa na masuala ya mazingira akaomba kujiunga na chama, basi akaweza kupitishwa kuwa mwanachama. Lakini wengine tulikuwa na kitu tunaita institution members. Kwa mfano Star TV au Hope Channel wanataka kuwa wanachama wa JET, wao pia wanaruhusiwa. Kwa hiyo tulikuwa na hizo institution ambazo ziko ni za taasisi ambazo ni za rafiki wa mazingira. Kwa hiyo tunazo taasisi mbalimbali ambazo ni rafiki wa mazingira, nazo ziliomba kujiunga. Kwa hiyo tunao members wachache ambao ni si waandishi wa habari, na tunayo taasisi chache ambazo si za habari ambazo pia ni wanachama wa JET. Na wanapatikanaje hawa wadau pamoja na hizo taasisi? Na tunayo form ya kuomba kujiunga na kuwa mwanachama. Na ile form ina sehemu mbalimbali ambazo mtu muombaji anajaza jina lake, mahali anakofanyia kazi, kama ni mtu binafsi, kama ni mfanya biashara, na zile details zingine za personal details. Na kuna maswali mawili matatu pale kwamba je, kama akiwa mwanachama ataifanyia nini JET, na je yeye ana ukereketwa upi katika masuala ya mazingira. Kwa hiyo yako hayo maswali, na anarudisha ile form ofisini kwa njia ya mtandao au kwa njia ya physical, akaileta ofisini. Na kila kota tunakuwa na mikutano ya bodi. Kwa kila kwenye mkutano wa bodi tunakuwa na zile form za wanachama walioomba. Basi tunazipitia zile form na kuangalia kama vigezo na masharti yamezingatiwa. Baada ya kuona kama vigezo na masharti yamezingatiwa, basi wale wanachama walioomba wanapitishwa na mkutano wa bodi. Na baada ya hapo ofisi inawataarifu kwa njia ya simu na njia ya barua pepe kwamba maombi yenu yamekubaliwa, na kuanzia sasa hivi wewe ni mwanachama, unatakiwa sasa ufuate nini chama kinachotaka, kama ni swala la ada, kama ni swala la kushiriki kwenye mikutano, kama ni swala la kushiriki kwenye mafunzo. Kuanzia pale mtu anakuwa ni mwanachama hai wa JET. Na sasa
ni vipi ambavyo mnafanya? Maana hapa tunaangalia juhudi ambazo mnazifanya katika kukuza uhifadhi, utalii, matumizi ya nishati jadidifu. Ni vipi mnafanya mambo haya na ni juhudi zipi ambazo mnazifanya sasa katika kuwajengea uwezo wa waandishi wa habari, hawa wadau wa mazingira ambao ni wanachama wa JET, ili sasa jamii iweze kufahamu na iweze kunufaika na JET? Asante. Labda cha kwanza ambacho nikiongea kabla sijafika kwenye juhudi ambazo tumezifanya kwa miaka yote ya 30 ambayo tumekuwa tukioperate. Ndiyo. Tuna vitu ambavyo tunavifanya. Kwanza kazi zetu tunazifanyaje? Hilo ndo la kwanza. Kazi zetu tunazifanya kwa kupitia vyombo vya habari. Tunapitia magazeti, television na radio. Na kwa sasa hivi dunia imeingia kwenye ulimwengu wa teknolojia. Kwa hiyo pia tunatumia online media platform. Tunafanyaje kwenye magazeti? Tunakuwa na waandishi ambao wanaandika makala mbalimbali kwenye magazeti. Lakini kuna waandishi wanachama wetu ambao wanatoa vipindi vya television na vipindi vya mazingira kutokana na topic ambayo tunakuwa nayo wakati ule. Kama ni masuala ya nishati jadidifu, basi tunatuma timu ya waandishi wa habari kwenda field, kwa maana mikoani, vijijini, kuoji watu, wadau mbalimbali kuanzia wadau wa serikali mpaka mwana kijiji wa kawaida, na kutengeneza habari ambazo tunazitumia kuelimisha. Kwa sababu kama tumekwenda Tanga kuangalia habari za nishati jadidifu Tanga, zile habari tukizitoa kwenye magazeti, mtu wa Mtwara atazisoma, mtu wa Masasi atazisoma, mtu wa Nansio atazisoma. Kwa hiyo kuna vitu mazuri ambayo yanafanyika Tanga yakaenda kufanyika Mtwara, yakaenda kufanyika Nansio, yakaenda kufanyika na sehemu nyingine ya nchi yetu. Kwa hiyo hizi ndio namna ambavyo tunafanya kazi. Lakini pia hawa waandishi hatupeleki tu kwa sababu ya kuwapeleka. Katika kila topic ambayo tunakuwa nayo, kama ni swala la nishati jadidifu, lazima wapate mafunzo. Wajue namna bora ya kuripoti. Kwanza habari iwe ya ukweli, habari iwe sahihi, lakini pia wapate elimu ya hii nishati jadidifu. Kwa sababu mtu hawezi kwenda kuripoti masuala ya nishati jadidifu wakati hata nishati jadidifu yenyewe hajui kwamba nishati jadidifu ni nini. Ndio. Kwa hiyo tunaanza na mafunzo, na mafunzo haya yanatolewa na wataalamu mbalimbali kutoka kwenye taasisi za serikali na zile ambazo si za serikali. Kwa kama ni training ya mambo ya nishati jadidifu, basi tutakuwa na mtu kutoka TANESCO, tutakuwa na mtu kutoka Wizara ya Nishati, tutakuwa na mtu kutoka katika taasisi ambazo zinashughulika na utengenezaji au usambazaji wa hizo nishati jadidifu. Ndio. Vile vile kwenye topic zingine, kama tunazungumzia mambo ya wanyamapori, basi tutakuwa na wataalamu kutoka TANAPA, kutoka TAWIRI na zile sehemu ambazo ile sekta ambayo tunafanyia kazi ina wataalamu wanaohitajika. Mafunzo haya yanapokuwa yakitolewa, hawa wanachama wao wanayapataje? Yani wanatakiwa kulipia ama ni kwamba chama kina wafadhili kwa ajili ya kupata huo ujuzi? Kwa mfano, mnataka kwamba waandishi hawa wakajikite katika uandishi wa habari za utalii, wanyamapori ama matumizi ya nishati jadidifu. Sasa wanapohitaji kupata yale mafunzo, kwanza fursa hiyo ya mafunzo wanaipataje? Na wakishapata ile fursa ya mafunzo, yale mafunzo wanayapata kwa mfumo upi? Wanalipia ama chama ndio kinalipia yale mafunzo, wao wanapata elimu bure? Asante. Wakati tunapokuwa tunaandaa mafunzo, kuna mchakato, process, kwamba labda tumesema kwa sababu kama tunakuwa na mpango mkakati au mpango kazi wa mwaka, kwamba mwaka huu 2021 tunatarajia kutoa mafunzo labda kwa waandishi wa habari 30 au 40 kwenye sekta ya madini au kwenye sekta ya wanyamapori au kwenye sekta ya nishati jadidifu. Kwa cha kwanza ambacho tunakifanya ni kutoa tangazo katika vyombo vya habari vyote
na kwenye vyombo, kwenye newsrooms tunapeleka tangazo kwamba JET itaandaa mafunzo ya waandishi wa habari kuripoti kuhusiana na mambo ya nishati jadidifu. Labda lile tangazo litakwenda kwa wiki mbili, kwamba wiki mbili hizi ni za kuapply. Watu wa apply, wale ambao wanafikiri wana vigezo vya kuattend haya mafunzo, basi wa apply. Hiyo ni process ya kwanza. Watu wana apply. Baada ya kuapply tuna shortlist, unaweza kukuta watu 200 labda, na nafasi tulizonazo labda ni 30 au 40. Kwa hiyo inabidi tuchuje kuangalia vigezo vya uandishi, amefanya kazi za mazingira, je, ana interest. Kwa maana hiyo katika kutuma yale maombi anatuma mwandishi wa habari yote. Anatuma mwandishi wa habari yote, sio mwanachama tu peke yake. Kwa sababu kuna mafunzo ambayo tunayafanya kwa ajili ya wanachama tu, lakini kuna mafunzo tunaongeza weledi, kwamba weledi wa uandishi wa masuala ya mazingira. Lengo letu si waandishi wanachama tu, tunataka waandishi wote Tanzania walione swala la mazingira ni kwamba ni swala ambalo kila mtu ana umuhimu wa kulibeba, iwe ni ajenda yake. Kama tulivyosema, yatunze mazingira, ya kutunza. Kwa kuna wakati ambapo tunakuwa na mafunzo kwa ajili ya wanachama peke yake, lakini kuna wakati ambapo tunakuwa na mafunzo tunachanganya wanachama na wale ambao si wanachama. Kwa baada ya kuapply tuta shortlist. Tukisha shortlist tutawapa taarifa kwamba wewe na wewe na wewe ndio mmefanikiwa kuingia kwenye mafunzo. Baada ya hapo, wakisha taarifiwa kwamba wanaingia kwenye mafunzo, then mafunzo yataendelea. Na mafunzo haya mara nyingi yanalipiwa na chama. Hakuna mwandishi au mwanachama ambao analipishwa na JET kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo. Hatujafikia huko ambapo tunalipisha watu ili wa attend training au seminars. Nyinyi mna chanzo cha mapato ambacho kinawawezesha kuweza kutoa haya mafunzo kwa waandishi wa habari, ambayo sasa hayajumuishi wanachama tu, yanajumuisha waandishi wote Tanzania ambao watakizi vigezo na masharti ya kile ambacho wanatakiwa wakijaza wakati wakiomba hizi nafasi za kupata mafunzo. Ama mnafanyaje katika kuendesha haya mafunzo? Mafunzo haya yako pia ya aina mbili. Yako yale ambayo tuna vyanzo vya ndani, kwa sababu ndani ya wajumbe wa bodi ya JET kuna walimu. Walimu wa mambo ya uandishi wa habari na walimu wa mambo ya mazingira. Kwa kuna wakati tunafanya mafunzo kwa gharama ya kutoa ujuzi ambao tunao ndani ya organization. Kwamba tuna elimu tunayo, tumepata elimu sisi kama watendaji wa ofisi ambao tunataka kuilisha ile elimu kwa hiyo hapo gharama ni za kwetu sisi kwa maana ya ujuzi tulionao. Lakini kuna miradi ambayo tunafanya inayofadhiliwa na wadau wa maendeleo, wadau wa mazingira. Na wadau wa mazingira kama USAID Protect, TANAPA wenyewe, WWF, IUCN. Tunaweza tukawafuata tukawaambia tunahitaji kufundisha waandishi kwenye masuala ya mazingira topic fulani, basi wao wanaweza kusema sisi tutalipia ukumbi ambao mtafanyia huo mkutano, labda tutalipa na usafiri wa waandishi kutoka mjini kwao kuja kwenye eneo la ukumbi, labda tutalipia pamoja na chakula ili waandishi wapate mafunzo ambayo chachu yake ni kuendeleza juhudi ambazo serikali yetu inazo za kuboresha mazingira nchini, kukuza uhifadhi, utalii na nishati jadidifu. Mtazamaji pamoja na msikilizaji na wewe ambao unatufuatilia katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti katika mitandao yetu ya jamii, ndivyo hivi tumeanza tayari juhudi ambazo wanazifanya katika kukuza uhifadhi wa wanyamapori, utalii pamoja na matumizi ya nishati jadidifu, moja ikiwa ni hilo la utoaji wa mafunzo kwa waandishi wa habari ambao wanakidhi
vigezo na masharti ya kuweza kuomba fursa mbalimbali za masomo. Kwa mwaka 2020 ninaye hapa mkurugenzi wa JET huyu John Chikomo. Mafanikio kwa mwaka 2020 ambayo JET mnajivunia ama mnasema kiukweli 2020 licha ya kwamba ni mwaka ambao kila mtu anafahamu ulikuwa na changamoto nyingi ya ugonjwa wa corona, lakini pia yawezekana kuanzia labda mna vipindi kwamba labda 2019 2020 sijui mnagawaje mwaka wenu nyinyi kuhesabu kwamba kwa mwaka huu tunataka kufanya hiki au kwa kipindi hiki tunataka kufanya hiki. Sababu tuangalie kama kuna kipindi au ni 2020 peke yake ama ilikuwa inaungana na mwaka fulani. Ni mafanikio yapi ambayo mliyapata kwa waandishi wa habari katika juhudi zenu hizi za kukuza uhifadhi wa mazingira, ambayo tunaamini ya kwamba mazingira, kila mtu anakutana na mazingira, na kama ulivyosema yatunze mazingira ya kutunze, lakini uhifadhi wa wanyamapori, utalii, halikadhalika matumizi ya nishati jadidifu. Asante sana. Mwaka wetu wa fedha au mwaka wetu wa reporting, ndio labda nianzie hapo. Sisi tunaanza tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 Disemba. Kwa hiyo ulivyosema mwaka wa 2020 ni sawa sawa, kuanzia Januari mpaka Disemba. Hatuna ule mwaka wa kuanzia Juni ule wa serikali. Ndio. Kwa hiyo labda niongee kwa mafanikio ya JET ni mengi sana, kwa sababu tumekuwa tukishirikiana na serikali kwa kipindi kirefu. Ndio. Kwa mfano sisi JET ni national focal point kwenye NGO za Tanzania zinazohusika na mambo ya majangwa. Kuna mikataba hii ya kimataifa, kuna mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi, kuna mkataba wa majangwa, kuenea kukua kwa hali ya jangwa Tanzania. Ndiyo. Sisi chini ya ofisi ya makamu wa rais ni national focal point kwa NGO za Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na ofisi ya makamu wa rais kwa kipindi kirefu, ofisi ya rais pia. Kwa upande wa mafanikio ambayo tumeyapata kwa mwaka 2020, kwa kweli kama ulivyoeleza, mwaka ulionekana kwamba ni mwaka ulianza vizuri, afu kukaja na hiyo changamoto, lakini ni mwaka ambao tumefanya makubwa kuliko labda miaka mingine. Kwa hiyo hata hiyo changamoto ambayo ilikuwa inazungumzwa sisi hatukuiona. Ndio. Kwa sababu kwa mwaka wa 2020 tu peke yake tunajivunia kwamba tuliweza kutoa habari katika magazeti, television na kwenye mitandao ya kijamii. Zile segment moja zilizofika 699. Habari za mambo ya uhifadhi wa mazingira, utalii pamoja na wanyamapori. Zilikuwa 699 pamoja na masuala ya nishati jadidifu. Hilo ni cha kwanza ambacho tunajivunia. Ndio. Lakini pia tuliweza kutoa mafunzo kwa waandishi 84. Ndio. Kati ya hawa waandishi 60 walikuwa ni wanachama wa JET, na waandishi 24 wakati tunaanza mafunzo walikuwa si wanachama wa JET, lakini mpaka tunamaliza mafunzo wakajiamua kujiunga. Kwa maana hiyo walionja asali. Kwa hiyo tukapata waandishi ambao walijiunga kuwa wanachama wa JET baada ya kuattend mafunzo. Ndio. Na mafunzo haya makubwa 10 walikuwa ambao walikuwa wamechaguliwa na wadau wenzetu wa masuala ya habari, wanaitwa Nukta Africa, kwenye masuala ya wakati tunatekeleza mradi wa masuala ya nishati jadidifu. Kwa tulipata waandishi 10. Kwa mafanikio ni haya. Lakini kingine, tuliweza kutembelea mbuga za wanyama mbalimbali. Kwa kipindi hicho tulituma timu ya waandishi wa habari kwenda kwenye mbuga ya Ruaha kule mkoani Iringa. Lakini tuliweza kutuma pia waandishi kwenye mbuga ya Ruaha, lakini kwa upande ule wa Mbarali, kwa sababu tunajua kuna kampeni ambayo inaendelea sasa hivi ya kuhamisha wafugaji ambao wamevamia kwenye ile swamp ya Ihefu Usangu kule. Kwa hiyo kule pia iko mbuga ya Usangu, lakini inayoenda kuungana na Ruaha National Park. Kwa hiyo tulipeleka waandishi kule, lakini tulipeleka waandishi katika WMA ya Burunge mkoani Manyara,
lakini pia tulipeleka waandishi Kilwa upande wa Selu, kwa upande wa Kilwa, lakini tulipeleka waandishi Rufiji kujifunza. Na huko kote tulipata mafanikio makubwa. Waandishi walijifunza mambo mengi ya uhifadhi, namna TANAPA na national parks ambazo zinaweza kusaidiana na vijiji ambavyo vinazunguka hizi national parks. Na kuona namna gani juhudi za serikali zilifanyika ili wananchi ambao wanaishi maeneo ya pembezoni mwa mbuga engage kwenye masuala ya kuwa majangili, lakini wafanye shughuli mbadala. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa, na tuliweza kuandika hizo story na stories zilisomwa na zilileta impact kubwa sana. Huo ni kwa upande wa uhifadhi wa wanyamapori pamoja na utalii. Vipi kwa upande wa matumizi ya nishati jadidifu? Hapa napo ni mafanikio yapi ama ni juhudi zipi ambazo mlizifanya na mkakuza matumizi ya nishati jadidifu? Na jeti sasa mnasimama mnasema kwa kweli 2020 tumepata mafanikio haya, na yawezekana labda katika hapa matumizi ya nishati jadidifu yawezekana kuna matokeo ambayo yameweza kutokea ya kwamba watu wamebadilika katika ule mfumo wa ukataji miti wa kutumia mkaa sasa na kuingia katika utumiaji hizi wa nishati hizi mbadala. Unajua nishati jadidifu ni nishati mbadala. Natumai watazamaji na wasikilizaji ili neno si geni, maana tumekuwa tukifanya vipindi pia kuhusiana na swala la nishati jadidifu. Kwa upande wa nishati jadidifu kwa mwaka 2020 tuliweza kutuma timu ya waandishi katika mikoa mitatu. Ndiyo. Tulituma timu mkoa wa Njombe katika kijiji cha Matembwe. Kule kuna mtambo wa nishati jadidifu kwa maana ya nishati ya maji ambayo inatumika kule katika vijiji, na waandishi waliona namna ambavyo umeme unaopatikana katika vile vijiji kijiji cha Matembwe unavyoweza kusaidia wananchi wa kijiji kile. Lakini pia tulituma timu mkoa wa Tanga, wilaya ya Korogwe. Ndio. Na tulikwenda katika kijiji cha Mpale. Huko kuna wenzetu wadau wa Ensol ambao wamefunga mtambo wa nishati ya jua. Na ule mtambo unasaidia kusupply katika vijiji vitano, lakini main base iko pale Mpale. Na tuliona kwamba kuna mengi ambayo watu hawayajui, kwamba mtambo ule umesaidiaje, vitu ambavyo waandishi waliripoti hayo mafanikio ambayo yanapatikana kutokana na upatikanaji wa nishati jadidifu. Cha kwanza ambacho tulikiona kwamba walizungumza kwamba hata ufaulu umeongezeka kwa sababu kijiji kina umeme, watoto wanarudi shule usiku wanaweza kujisomea. Lakini tukaona biashara zimeboreshwa. Watu wanaweza kufanya biashara kama mantilie mpaka usiku. Wale wenye vibanda vya saluni za kina mama na saluni za wanaume waliweza kufanya kazi mpaka usiku. Tuliliona hilo. Lakini tulikuta zahanati ya kijiji pale, wakasema sasa akina mama wana uwezo wa kujifungua hata usiku. Hamna haja ya kusubiri mchana wakati kuna mwanga, hata usiku kina mama wanajifungua. Lakini kuna baadhi ya kina mama wakasema hata ndoa zimeboreshwa kwa upande wa kijamii. Nafikiri mtangazaji ulikuwepo katika safari, ni mmoja wa wanufaika wa safari hiyo. Tulijionea hayo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tulijifunza. Lakini kuna timu ilikwenda Arusha tulikutana na wenzetu wa Kamatek, waliwaonyesha waandishi ni namna gani nishati ya biogas inafanya kazi. Kwa hiyo walijifunza na mafunzo wakayaweka kwenye makaratasi na kuandikia watu wajifunze kwamba kumbe kuna matumizi ambayo yanaweza yakaokoa mazingira, kwa maana ya biogas, kwa maana ya mkaa mbadala, badala ya kukata kuni, badala ya kukata miti kwa ajili ya kutengeneza mkaa huu mwingine ambao ni si rafiki wa mazingira, basi tunaweza tukatumia mkaa mbadala kwa ajili ya kuboresha maisha yetu.
Lengo hasa la kuleta haya mafunzo ya nishati jadidifu ilikuwa ni nini? Na je, lengo hilo limeweza kufikiwa na mnaona kwamba jamii kweli imepata kile ambacho mlikusudia, kwamba waandishi hawa wakapate mafunzo na warudi kutoa taarifa kwa ajili ya jamii, ili jamii iweze kuachana na ule mtindo wa uharibifu wa mazingira, basi mazingira yaweze kutunzwa, yalindwe, na halikadhalika basi matumizi haya ya nishati jadidifu yaweze kuleta tija sasa katika jamii? Ya lengo hasa ilikuwa ni kupambana na uharibifu wa mazingira ambao unatokana na ukataji miti. Ndiyo. Ukataji misitu. Lakini pia tulikuwa tunachagiza kwenye mpango mkakati wa serikali, kwa maana ni wizara ya nishati. Waziri alieleza kwamba kuna mpango wa serikali kuhakikisha kwamba swala la nishati jadidifu linapewa kipaumbele. Kwa hiyo ilikuwa ni kusupport juhudi ambazo zinafanywa na serikali ya awamu ya 5 kuhakikisha kwamba tunawapa taarifa wananchi. Serikali inafanya mambo makubwa sana, lakini kuna mengine ambayo hayajulikani. Kwa hiyo waandishi ni nafasi yao kutumia kalamu yao kuandika haya masuala ambayo yanahusiana na masuala ya nishati jadidifu. Kwa hiyo ilikuwa la kwanza ni hilo, kwamba kupambana na hali ya uharibifu wa mazingira, lakini kingine ilikuwa ni kuweza kuchagiza kile ambacho serikali ilikuwa imekifanya kupitia kwa waziri wa nishati. Kama ambavyo nasema, kulikuwa na mpango mkakati wa uzalishaji wa umeme. Huu ni mpango ulianza mwaka 2016. Unaitwa the Power System Master Plan. Wizara ya Nishati ambao ulizungumzia swala ya upepo, umeme wa upepo, umeme wa jua pamoja na jotoridi. Kwa serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wameliendeleza hilo. Kwamba kuhakikisha kila mtu anapata, wale ambao hawajafikiwa na grid ya taifa basi wanafikiwa. Lakini wanafikiwaje? Basi hata taarifa ziwafikie. Na taarifa hizi, nani ambao wanapeleka taarifa? Ni sisi waandishi wa habari za mazingira. Kwamba jamani, umeme ni bora, umeme ni muhimu, nishati ni bora kwa kupikia. Kwenye upande wa nishati jadidifu tuna slogan nako. Wanasema mtue mama kuni kichwani. Aachane na hii biashara ya kwenda kukata kuni kila siku. Bali atumie mkaa mbadala na nishati nyingine ambayo inapatikana kama biogas na zingine kwa ajili ya matumizi ya kupikia na matumizi mengine. Malengo yalifikiwa, na mnaona jamii mwitikio umekuwaje sasa baada ya elimu hii kuwafikia, pamoja na kuunga juhudi hizi za serikali katika kuhakikisha kwamba basi vijiji vinaweza kupata umeme, hasa vile ambavyo havijafikiwa na hii grid ya umeme wa taifa, yani tuseme ule umeme wa TANESCO sasa, ili waweze kupata huu umeme mbadala? Juhudi, malengo yamefikiwa kiasi, kwa sababu ili ni swala endelevu. Naweza nikamkoti Mheshimiwa Rais kwenye hotuba ya kwake wakati analihutubia bunge la 12 katika maeneo mbalimbali aliyoyaeleza. Mojawapo ilikuwa ni la swala la kukuza utalii, lakini pia aligusia swala sekta ya nishati. Kwamba malengo ya serikali ni kuzalisha umeme megawati 1100 kupitia nishati jadidifu ya upepo, jua na jotoridi. Na pia kwenye speech yake alieleza kwamba umeme umefikia sasa hivi, umeshafikia, wameweza kwa miaka 5 ambao walikuwa madarakani kwa kipindi cha kwanza, vijiji 9884 vimeunganishwa kati ya vijiji 12280 ambao ni mafanikio makubwa sana sana sana, ambao kwa kweli tunapaswa kumpongeza Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo juhudi hizi ambazo serikali imesema kwa miaka 5 ijayo kwamba ni moja ya maeneo tutafanyia kazi. Hata sisi JET ni maeneo ambayo tumeanza nayo mwaka jana na maeneo ambayo tutaendelea. Nchi yetu ni kubwa sana. Kama nilivyoeleza, katika mikoa yote ya Tanzania, mikoa ambayo tumefanyia kazi kwenye masuala ya nishati jadidifu ilikuwa ni 3 tu. Kwa hiyo malengo hatujafikia vile ambavyo sisi tunatamani kufikia.
kwamba hizi juhudi ambazo serikali inazifanya, basi JET iwe na mkono wa kuhabarisha wananchi wa Tanzania wajue faida ambazo zinapatikana kwenye masuala ya nishati jadidifu pia. Tupo kwenye kiti, nipo na mkurugenzi wa JET, chama cha waandishi wa habari mazingira Tanzania. Mimi ni Nyamiti Kayora. Tunatazama ama tunaangalia juhudi za JET katika kukuza uhifadhi wa wanyamapori, mazingira, utalii na matumizi ya nishati jadidifu, na tumeona malengo ambayo walijiwekea, namna ambavyo wameweza kuifikia jamii kwa kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari katika maeneo yote haya, na kalamu zao, sauti zao zikaweza kusikika kwa jamii. 2020 tunaona mmefanya vizuri na mnaendelea kufanya kwa kile ambacho mnadhani ya kwamba hakikufikia lengo ambalo mlikuwa mkitamani liweze kufikiwa. Sasa 2021 mnaendelea na kipi, ama mna mpango mpya ama mna mkakati mpya katika ukuzaji wa utalii, uhifadhi wa wanyamapori, mazingira, alikadhalika matumizi ya nishati jadidifu? Asante. Kwa 2021 tumeanza mwaka. Ndio. Kuna yale mazuri ambayo tumetoka nayo 2020, lakini tunaona hatujakamilisha vile ipasavyo, kwa hiyo tutaendelea nayo. Kwa mfano, kwenye swala la kukuza utalii, hilo tutaendelea nalo kwa sababu kwanza liko kwenye mpango mkakati wa chama, ambao pia uko in line na mpango mkakati wa Mheshimiwa Rais wa kukuza utalii. Kwenye hotuba yake kama nilivyosema, alieleza kwamba sekta ya utalii peke yake imeajiri watu karibu milioni 4. Na wakati anaingia madarakani mwaka 2015 mwishoni, alikuta idadi ya watalii walioingia nchini walikuwa ni 1,137,182. Lakini mpaka siku anasoma hotuba yake, wageni ambao walikuwa wameingia nchini walikuwa ni 1,510,151. Kwa hiyo tunataka kuendelea kuunga juhudi hizi za masuala ya utalii kwa kutumia kalamu zetu vizuri. Twende mbele zaidi, si utalii wa wanyama tu ambao tunaopigia chepuo kwamba kuna huo tutaendelea kujikita huko, lakini tunajua kuna utalii wa fukwe. Kuna masuala ya domestic tourism. Sasa hivi tuna vivutio vingi ambavyo bado havijaguswa na havijatangazwa. Kwa hiyo tunataka kutumia kalamu zetu, tunataka kutumia kamera zetu ili tuweze kutangaza zaidi masuala ya utalii, masuala ya uhifadhi wa mazingira, ili kuweza kuleta tija, kuongeza idadi ya watalii. Kwa sababu sasa hivi ukiposti kitu dakika hiyo mtu Marekani anasoma, anajua kuna vivutio gani Tanzania. Ukiposti kitu mtu anasoma Uholanzi kwamba kuna kitu gani Tanzania. Kwa hiyo tunataka kuendelea na hiyo juhudi ya masuala ya kukuza utalii. Lakini kukuza utalii kunaenda bega kwa bega na swala la kuhifadhi wanyamapori tulionao. Tunaona juhudi za Mheshimiwa Rais kufungua baadhi ya mbuga sasa hivi. Kuna Burigi Chato kule iko mbuga. Basi hizi juhudi tunaziungaje mkono? Kwa kwanza kuelimisha wananchi kwamba wana kila sababu ya kutunza hawa wanyamapori ambao tunao. Swala la poaching lisiwepo. Tunajua serikali imefanya makubwa sana kuhusiana na swala la kupunguza ujangili kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu kumekuwa na instrumento nyingi ambazo zinafanya kuhakikisha kwamba uvunaji haramu wa wanyama haupo. Kwa hiyo wananchi wapate elimu pia kwamba tunahitaji kukuza utalii wetu kwa kuhifadhi wanyamapori ambao tunao. Lakini kuhifadhi misitu yetu, kwa sababu maliasili si wanyama tu, hata misitu. Nakumbuka wakati tunafanya training na waandishi wa habari, tulipata mtu kutoka PCCB alikuja aliongea na waandishi wa habari na kuwaonyesha madhara ya ujangili. Si ujangili wa wanyama tu, bali kuna ujangili mpaka wa misitu. Kwa hiyo
tutunze misitu yetu, tutunze wanyamapori wetu ili uweze kutunufaisha. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo tunategemea kuendelea kufanyia kazi. Lakini mwaka huu wa 2021 kama nilivyosema, ni tunatimiza miaka 30 ya chama chetu. Ndio. Tungependa tushirikiane na wadau mbalimbali wa uhifadhi, wadau ambao ni rafiki wa mazingira. Najua tunazungumzia swala la maji, uhifadhi wa mazingira, lakini kuna swala la maji. Kuna wadau ambao ni watumizi wakubwa wa maji. Ndiyo. Kwa mfano Dawasco ambao wanatumia maji, lakini TANESCO ni watumiaji wakubwa wa maji kwa sababu ya uzalishaji wa umeme. Viwanda vya bia, viwanda vya soda na viwanda vya vinywaji baridi. Basi wangeunga mkono juhudi za JET. Najua wadau hawa wamekuwa mbele sana kwenye kusapoti shughuli zingine za kijamii, za kimichezo kama Miss Tanzania, mabonanza mbalimbali. Basi wangeangalia sasa na upande wa pili kwamba kuna chama cha waandishi wa habari kinachozungumzia swala la mazingira. Basi tuwape support katika kazi wanazofanya, aidha kusapoti mikutano yetu ya waandishi wa habari, kusapoti kazi zetu ambazo tunazifanya, na hao watapata fursa ya kutangaza pia bidhaa zao wanazozalisha. Tunaelekea kingoni mwa kipindi hiki cha Kwenye Kiti, mtazamaji pamoja na msikilizaji, ambapo tumetizama na kuangalia juhudi za kukuza uhifadhi wa mazingira, wanyamapori, utalii pamoja na matumizi ya nishati jadidifu kutoka kwa JET ambao ni chama cha uandishi wa habari mazingira Tanzania. Tunahitimisha, ni nini wito wako kwa wanahabari katika kukuza, katika swala zima la uhifadhi, kuhifadhi mazingira, utalii, kutangaza utalii, halikadhalika matumizi ya nishati jadidifu ambayo kiukweli tunaona ina manufaa makubwa sana katika swala zima la utunzaji wa mazingira. Endapo tu mtu atazingatia, basi tutakuwa na mazingira ambayo yatakuwa ni salama. Asante. Mimi kwa upande wa wanachama wetu, kwanza naendelea kuwaasa kwamba waendelee kuwa active members wa chama chetu. Lakini pia hizi habari zinapatikana hizi za mazingira. Wasisubiri kuitwa kwenye mikutano, wasisubiri kuitwa kwenye training, wasisubiri kuitwa kwenye seminar. Habari zipo. Naweza kutolea mfano mdogo kwenye hotuba, na bado niko na hotuba ya Mheshimiwa Rais kwa sababu ilinigusa sana. Nilisoma, ilikuwa ni hotuba nzuri sana wakati anafungua bunge la 12 tarehe 13 Novemba. Kwa mwandishi wa mazingira akisoma ile hotuba, kila siku anaweza kuja na story moja ya mazingira. Kwa sababu hotuba ya Mheshimiwa Rais imeshiba masuala ya nishati jadidifu mle, imeshiba masuala ya utalii mle, imeshiba masuala ya umeme, imeshiba masuala ya wanyamapori. Yaani ina kila kitu. Kwa hiyo mtu asisubiri kutafuta, kwa sababu wakati mwingine tunasema Sosi hajanipa story. Sosi bwana anazungusha, sijapata story kutoka kwa Sosi. Sosi tunayo. Ndio. Ile speech iko available mitandaoni, ni kiasi cha kwenda. Na kama kuna mwanachama anaweza kupigia simu au kutuandikia email, tutampa hiyo speech aweze kupitia. Kwa hiyo tuendelee kuunga mkono juhudi ambazo nzuri zinaonekana ili tuweze kuisogeza mbele nchi yetu, kwa sababu tunasema wote tunajenga nyumba moja. Hakuna sababu ya kunyang'anyana fito. Tuna kichwa pale ambayo ni rais, basi sisi tutoe support kwa wizara zinazohusika, kwa sababu swala kama nilivyosema, swala la mazingira ni swala mtambuka. Kwa hiyo wizara nyingi zinagusa swala la environment. Sio ofisi ya makamu wa rais pekee yake, division of environment, lakini kuna wizara nyingi ambazo zinagusa masuala ya mazingira. Kwa hiyo wito wangu kwa waandishi, watoe elimu hii kwa jamii ipate kujua mambo mengi mazuri yanafanyika katika nchi, lakini watu hawajui. Lakini kupitia waandishi, mambo yanayofanyika Mwanza yanaweza yakasomwa na mtu wa Tanga, mambo yanayofanyika Biharamulo yanaweza yakasomwa na mtu wa Songea na Mtumbo kule Mbinga, Nyasa. Kwa hiyo watumie kalamu zao vizuri, watumie television zao vizuri
kwa ajili ya kuhabarisha umma wa Tanzania swala zima la uhifadhi wa mazingira, utunzaji wa wanyamapori wetu tulionao kwa ajili ya kukuza utalii na vivutio vingine vizuri ambavyo nchi yetu inavyo. Asante sana John Chikomo, mkurugenzi wa JETI. Wanahabari wakitaka kuwapata JETI wanawapata wapi? Ofisi zetu ziko Sinza, Sinza Vatican, mtaa wa Pundamilia na Faru, pale ndo tunapopatikana. Lakini pia tuna namba za simu ambazo tunapatikana kwa simu, lakini pia tuna email, tuna website pia. Ndio. Tunapatikana huko. Kwa haraka zaidi tupate tu namba ya simu. Namba ya simu ambayo inapatikana kwa haraka zaidi ni 0754 26 39 65. Hiyo tunapatikana wakati wote. Nikushukuru sana na karibu wakati mwingine. Na niwatakia kila laheri katika ukuzaji wa uhifadhi wa wanyamapori, mazingira, utalii, halikadhalika matumizi ya nishati jadidifu, na kuendelea kuwajengea uwezo wanahabari katika kuandaa, kuandika, kuchapisha machapisho mbalimbali yanayohusiana na swala zima la uhifadhi. Mtazamaji, msikilizaji na ambao ulikuwa ukitufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ndivyo hivi ambavyo ninahitimisha kipindi hiki cha Kwenye Kiti. Hii ni fursa kwako wewe hasa mwanahabari kuweza kuona umuhimu wa kutembelea JETI ili uweze kunufaika na mafunzo mbalimbali kama ambavyo tumemsikiliza mkurugenzi ambavyo ametoa. Kumekuwa na mafunzo mbalimbali. Si lazima uwe mwanachama wa JETI, bali mwanahabari yoyote Tanzania unaruhusiwa kushiriki ama kuomba kupata mafunzo. Lakini kwa upande wa jamii, kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira vizuri, tunahifadhi vizuri wanyamapori, hasa wale ambao tupo katika maeneo yaliyoko pembezoni ama karibu na hifadhi zetu, mapori ya akiba au katika maeneo mbalimbali ambayo yamewekwa kwa ajili ya uhifadhi na utalii, ili kwa pamoja tuweze kujenga Tanzania ya kijani inayopendeza. Nikutakia utazamaji mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Asante kwa wote ambao wamefanikisha kipindi hiki. Mimi ni Nyamiti Kayora, nikutakie utazamaji mwema na usikilizaji mwema wa Morning Star Radio.